Hujambo mtazamaji Matukio Daima TV na karibu Matukio Daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na jeshi la uokoaji na zimamoto Iringa wafanya usafi kuadhimisha siku ya zimamoto. Nini tunarudisha imani kwa jamii, tunarudisha upendo kwa jamii. Kama tunavyosema sisi tunaokoa maisha na mali. Kwa hiyo kwenye maisha kuna namna nyingi za kuokoa maisha. Mtatifikolo achukua fomu ya ubunge Isimani, atoa ahadi kwa wananchi. Sitawaangusha kama ambavyo sikuwaangusha huko mliko nituma kwa watu. Ninarudi nyumbani, tutakuja kusimama pamoja. Kijana Iringa atoa msaada wa mafuta kwa bodaboda kuhamasisha uzalendo. Tupende taifa letu, tudumishe umoja na muungano wa kitaifa letu. Habari za wakati huu popote pale ambapo unatutazama mtazamaji wa Matukio Daima Media. Hii ni Matukio Daima habari. Langu jina ni Shamia Rajabu. Na mimi ni Rehema Salim. Nikukaribishe sana uweze kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa taarifa hii mpaka tamati. Tukianzia katika mkoa wa Iringa ambapo katika kuadhimisha wiki ya zimamoto duniani, kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Iringa Jacqueline Mtei ameongoza zoezi la usafi katika soko la Mwamwindi Mlandege. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, Mtei ametoa rai kwa wananchi kushirikiana na jeshi hilo katika kukabiliana na majanga pamoja na kutumia namba 114 kutoa taarifa za dharura. Kwa majina ni mrakibu mwandamizi Jacqueline Mtei, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Iringa. Leo tarehe 4 ya mwezi wa 5 2026, jeshi la zimamoto na uokoaji tunaadhimisha siku ya mzimamoto kimataifa. Hii siku tunaadhimisha kwa kuwakumbuka wenzetu ambao walipata ajali ya moto wakati wanatekeleza majukumu yao ya msingi ya kuzima moto ambao iliwapelekea mpaka kupoteza maisha. Ndio maana sisi kama jeshi la zimamoto tukaanza kuadhimisha kwa wiki nzima. Tulianza siku tarehe 28 ambapo ndo kilele leo tarehe 4 ya mwezi wa 5. Lengo ni nini? Hii kumbukizi inaenda na kauli mbiu ambayo inasema chukua tahadhari leo kuokoa na maisha na mali kesho. Tunaitaka jamii kuchukua tahadhari leo ili iweze kuokoa maisha na mali kesho. Kwa nini tunasema kuchukua tahadhari? Achukue tahadhari dhidi ya moto pamoja na majanga mengine ambayo yanaweza kupelekea upotevu wa mali au maisha. Tunaposema jamii chukue tahadhari, kwa wiki nzima tumekuwa tukitoa elimu ya kinga na tahadhari ya moto sehemu mbalimbali. Lengo ni nini? Kumjengea mwananchi uelewa wa kuchukua tahadhari kwa kuepuka majanga ya moto. Atakuwa chukue tahadhari kwa kuwakaribisha zimamoto na uokoaji nyumbani kwako au sehemu yako ya biashara ili waweze kukukagulia eneo lako na kukupa ushauri na uhakikishe ule ushauri wanaokupa unaufanyia kazi. Kama na hilo, chukua tahadhari kwa kuleta ramani yako jeshi la zimamoto na uokoaji. Ukaguliwe ili upewe ushauri toka unajenga, ujenge ujenzi bora ambao utakusaidia wewe kuepuka na majanga au hata majanga yanapotokea moto, basi ule moto usilete madhara zaidi. Chukua tahadhari ya leo kwa kuhakikisha elimu tunayotoa kwa jamii unaifanyia kazi. Sote kwa pamoja tukishirikiana kwenye kuchukua tahadhari, hakika majanga ya moto pamoja na majanga mengineyo yatapungua. Ndio maana sisi leo katika kufikia kilele hiki cha siku ya zimamoto tumeamua kwa asubuhi tulianza na matembezi kutoka kituoni kuja hapa. Pia tukafanya usafi kwenye soko kwa sababu tunajua masoko huwa yana changamoto sana kwenye mioto. Lengo ni nini? Lengo kuwakumbusha wananchi kuchukua tahadhari kwenye sehemu za mikusanyiko mingi, sehemu yenye bidhaa nyingi na miundombinu ambayo inaweza ikapelekea moto na kuteketeza mali. Kwa hiyo leo sisi tuko hapa kama kuamsha jamii, kuikumbusha tena na kuwataka Wanairinga wote kwa ujumla tushirikiane na jeshi la zimamoto na uokoaji kuhakikisha tunachukua tahadhari, kuhakikisha tunatembea na kauli mbiu hii, ukichukua tahadhari leo basi wewe utaokoa maisha na mali kesho. Bali na hiyo, sisi pia kama jeshi la zimamoto na uokoaji katika wiki hii tuliona tufanye mahitaji kwa jamii ile ambayo yenye uhitaji. Kwa hiyo katika kuadhimisha siku yetu leo pia kuna mama yuko maeneo ya Isakalilo na hilo tunaenda kumkabidhi nyumba yake. Alijenga nyumba akashindwa kuipaua, na kwa bahati mbaya kipindi cha mvua akawa amejifungua kwa operation. Na tunafahamu mkoa wetu wa Iringa mwaka huu ulikuwa na mvua nyingi sana. Kwa hiyo ikabidi aondoke arudi nyumbani kwa mama yake mzazi na watoto wake wale wanaosoma awaombee kwa majirani ili naye kuweza kujinusuru. Kwa hiyo tuliguswa kwa scenario kama ile na tukielewa mkoa wetu kuna baridi nyingi na kuna mvua nyingi.
tukaona tumsaidie kuwezeka nyumba yake ili aweze kurudi kukaa na watoto wake. Kwa hiyo zoezi nalo tulianza Jumamosi na leo kwenye kilele tunaenda kumkabidhi nyumba yake. Lengo ni nini? Tunarudisha imani kwa jamii, tunarudisha upendo kwa jamii. Kama tunavyosema sisi tunaokoa maisha na mali. Kwa hiyo kwenye maisha kuna namna nyingi za kuokoa maisha. Kwa hiyo kwa leo nichukue wito wangu kwa ujumla na rai kwa wananchi. Tuhakikishe ushauri tunaopewa na zimamoto tunaufanyia kazi. Bunge jimbo la Isimani kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Emanuela Mtatifikolo amefika katika ofisi za halmashauri ya wilaya ya Iringa kuchukua fomu ya kuwania nafasi ya ubunge katika jimbo hilo. Akizungumza mara baada ya kuchukua fomu hiyo, Mtatifikolo amesema anaamini anaweza kufanya vizuri na kuwahudumia wananchi wa Isimani ipasavyo. Amesema huu ni wakati sahihi kwake kurudisha fadhila kwa chama chake na jamii kwa ujumla kutokana na mchango aliompa katika kumlea na kumkuza kisiasa na kijamii kwa kipindi chote. Oye! CCM safi! Safi! Mwenyekiti safi! Safi! Mimi sitakuwa na maneno mengi. Abaye tubakutu sindila kula tubite tukalonge sinyakitenda. Si ndio mzee? Kwa hiyo nimeona tu niwasalimie, niwashukuru sana wazazi wangu. Nimelelewa mimi na wamama wengi, wababa wengi, wajomba wengi, lakini pia chama kimenilea. Mkoa huu umenilea, wilaya hii imenilea. Taifa wamenilea. Ni muda sasa wa kurudi nyumbani kuja kutumika. Tutaongea zaidi, sitawaangusha. Kama ambavyo sikuwaangusha huko mliko nituma kwa watu, ninarudi nyumbani, tutakuja kusimama pamoja. Kalenga na jimbo la Isimani ni mapacha. Tutafanya kazi pamoja. Kwa sababu mwanzo lilikuwa jimbo moja, likaja kumegeka. Tutakwenda pamoja. Nisiwe na maneno mengi, ninawashukuruni sana. Tukutane site kama alivyosema mwenyekiti wetu, tukakombe zote. Mmoja wa vijana anayefahamika kama Alphonse Mnyinga maarufu kama Black katika mkoa wa Iringa ameendelea kujipambanua kwa vitendo katika kuhamasisha uzalendo baada ya kutoa msaada wa mafuta kwa zaidi ya vijana 100 wa bodaboda katika mkoa wa Iringa. Hatua hiyo imefanyika ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya sikukuu ya wafanyakazi, ambapo amesema lengo lake ni kuhamasisha vijana kuipenda nchi yao na kushiriki kikamilifu katika Mimi naitwa Alphonse Mnyinga. Kabila yangu ni Muhehe na hapa ndio nyumbani. Leo nilikuwa nikitoka Dar es Salaam kuja nyumbani Iringa kusalimia wazee, kusalimia ndugu na jamaa. Kuna mtu aliwiwa akanitafuta katika mtandao wa Instagram, akaniomba namba yangu, kisha akanitumia kiasi cha milioni 1. Nikamuuliza ya nini, akaniambia ninapenda unafanya kazi ya uzalendo na kujitolea kutetea taifa lako na kumsemea vyema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Nikamwambia asante. Nikaona leo ni Mei Mosi, fedha hii basi nikaitumie na vijana maafisa wa usafirishaji katika sekta ya bodaboda katika mkoa wa Iringa, vijana wazalendo wanaolipenda taifa lao, wanaompenda rais wao na hususan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan leo alikuwa katika mkoa wa Iringa. Kwa hiyo nikatoa tangazo langu na kuambia vijana kwamba atakayeweza kutengeneza video ya kizalendo watu 50 wa kwanza nitawapatia mafuta full tank katika pikipiki zao. Lakini utikio umekuwa ni mkubwa, wamekuja zaidi ya vijana 300. Kwa kweli nimepata faraja kubwa sana, imezidi hata fedha niliyopewa. Kikubwa sio fedha, furaha yangu ni kuona uzalendo na amani ya taifa letu ikitawala, umoja na mshikamano wa taifa letu ukiendamana, mambo yanakuwa ni mazuri sana tukiishi kwa amani kama hivi unavyoona. Wito wangu vijana lazima tuwe wazalendo, kulinda taifa letu, kulinda heshima ya nchi yetu, lakini kubwa kuliko yote kuilinda taasisi ya urais, kwa sababu taasisi ya urais ndiyo moyo wa nchi yetu. Kwa hiyo tunataka tuilinde kwa nguvu na wivu mkubwa taifa letu. Bila amani hakuna taifa, bila amani hakuna bodaboda, bila amani hakuna mama ntilie, bila amani hakuna wewe mwandishi wa habari. Tulinde amani yetu, tupende taifa letu, tudumishe umoja na muungano wa kitaifa letu. Mimi kwa sasa hivi ni mzalendo, nipo
tunapambana na maisha. Kipindi cha uchaguzi ingeonekana ni rushwa. Leo ni Mei Mosi, ni siku ya wafanyakazi. Nimeamua kutoa sadaka kwa vijana na bodaboda, sadaka ambayo na mimi nimepewa. Hongera kwa kazi ya kulisaidia taifa langu na mtu nisiyemfahamu. Kitu kikubwa, tuunge mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumtie moyo, tusikubali pressure za nje na ndani zikasababisha viongozi wetu wakaingia kusaini mikataba mibovu. Vijana tukiwa nyuma ya serikali yetu, wanaokuwa na nguvu na ujasiri wa kusimamia rasilimali za nchi yetu kwa maslahi mapana ya kwetu na vizazi vijavyo. Uzalendo sio chama. Uzalendo ni kijana yoyote mwenye chama, asiyekuwa na chama, na ndio maana tangazo hili sikulisema kupitia chama au kwa viongozi wa kichama, bali kwa watu wa bodaboda wote mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Iringa. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi anatarajiwa kuongoza mazishi ya Askofu mstaafu Stanford Shauri yatakayofanyika mkoani Ruvuma. Akizungumza, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Abbas amesema mazishi hayo yatafanyika Mei 6 katika kijiji cha Liuli wilayani Nyasa. Amesema ujio wa makamu wa rais unalenga kuongoza shughuli hizo za mazishi pamoja na kushiriki katika kutoa heshima za mwisho kwa kiongozi huyo wa dini. Kwa taarifa zaidi na Amoni Mtega. Wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi anatarajia kuongoza mazishi ya askofu mstaafu wa kanisa la Anglican Stanford Shauri yatakayofanyika Mei 6 mwaka huu katika kijiji cha Liuli wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma. Akizungumza, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadia Jenerali Abbas Ahmed Abbas kuhusu ushiriki wa makamu wa rais kwenye mazishi hayo amesema, wananchi taarifa kuhusiana na kuwasili kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Emmanuel Nchimbi ambaye atawasili mkoa wa Ruvuma leo tarehe 4 mwezi wa 5 majira ya jioni kuanzia saa 11. Ndugu wanahabari, Mheshimiwa makamu wa rais anafanya ziara mkoani Ruvuma mahsusi kwa ajili ya kushiriki mazishi ya mwashamba Baba Askofu mstaafu Stanford Abraham Shauri wa kanisa la Anglican Tanzania Dayosisi ya Ruvuma, ambaye atazikwa tarehe 6 mwezi wa 5 kijiji cha Liuli wilaya ya Nyasa. Ndugu wanahabari, pamoja na ziara hiyo ya Mheshimiwa makamu wa rais yenye lengo la kushiriki katika mazishi ya mwashamba Baba Askofu, sisi wananchi wa mkoa wa Ruvuma tutapata fursa ya kuungana naye katika ziara hiyo, ambapo tunatarajia baada ya kumpokea leo tarehe 4, tarehe 5 ataelekea wilaya ya Nyasa, ambako siku inayofuata ya tarehe 6 tutaungana naye kuelekea katika kijiji cha Liuli kushiriki katika mazishi hayo, ambapo Mheshimiwa makamu wa rais ataungana na waombolezaji na wananchi wa wilaya ya Nyasa na mkoa wa Ruvuma. Ni mimi Amoni Mtega. Serikali imesema imeandaa mwongozo maalum wa kisheria utakaowawezesha waandishi wa habari wakongwe waliokuwa wameathiriwa na mfumo wa ithibati kurejea katika mfumo rasmi wa usajili. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha bajeti ya wizara yake. Bodi ya ithibati ya waandishi wa habari katika kipindi cha Julai 2025 hadi 2026 imepokea maombi na kusajili waandishi wa habari 4139 kupitia mfumo wa Tai Habari, ambapo waandishi wa habari 3357 wenye vigezo vinavyoainishwa kwa mujibu wa sheria wamepatiwa ithibati. Malalamiko 14 ya uvunjifu wa maadili ya taaluma ya habari yameshughulikiwa. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia bodi ya ithibati ya waandishi wa habari imeandaa mwongozo maalum wa kisheria utakaowezesha wanahabari wakongwe walioathiriwa na mfumo wa ithibati kurejea katika mfumo rasmi
kwa kuzingatia masharti ya sheria huduma za habari sura namba 229 ambayo ilitungwa kwa ajili ya kukuza taaluma ya uandishi wa habari kwa kuweka mfumo wa kitaasisi utakaosimamia sekta ya habari. Mwongozo huu unaweka utaratibu wa kisheria wa kutambua na kuthibitisha umahiri wao kupitia tathmini maalum ya uzoefu, weledi na maadili ya taaluma na kuwawezesha kupata ithibati kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Spika, kupitia mashirikiano kati ya bodi ya ithibati ya waandishi wa habari na mfuko wa utamaduni wa sanaa wa Tanzania, serikali imeendelea kuwawezesha mitaji ya kukuza, kuendeleza na kuzalisha kazi zao za uboresha unaokidhi mahitaji ya soko kupitia mikopo yenye masharti nafuu. Katika kutekeleza hayo, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametoa shilingi bilioni 20 kwa ajili ya mfuko wa utamaduni, tayari bilioni 200 kwa ajili ya mikopo ya watengeneza maudhui mtandaoni, yaani content creator. Zimetoka kwa lengo la kuwasaidia kupata vitendea kazi na kuongeza uzalishaji wa. Na kwa taarifa hiyo tuelekee katika viwanja vya michezo ambapo siku moja baada ya kuchezwa mchezo wa dabi ya Kariakoo baina ya Yanga na Simba na kumalizika kwa sare bao 2-2, mwenzetu Frank Vegula na mchambuzi Ackley Utwa wameangazia tathmini ya namna ushindani ulivyo hadi sasa katika mbio za kuwania ubingwa wa ligi kuu. Tungesikia maneno ya mashabiki ambao ndo wao ndo wana nguvu ya kuamua nani abaki nani atoke. Wale viongozi wapo tu, lakini wananchi au wanachama walioko nyuma hizi klabu ndio wana nguvu ya nani atoke nani abaki, na viongozi wanafanya kile kitu kuridhisha mashabiki waendelee kuaminisha kwamba wao ni bora, waendelee kuweka madarakani. Kwa lazima mashabiki wa jana lazima wangeshauti kwamba kocha hatufai, kocha amefungwa, sababu ingekuwa tunafungwa mara 2 na mpinzani mmoja, ni jambo ambalo timu za Kariakoo haziwezi kuvumilia ni hata siku moja. Kwa hiyo jana ameweza kutetea kwa sababu ni kazi yake pia. Na ni moja kazi yake. Kwa jana ameweza kutetea kazi yake na ameweza kubakisha, lakini unaweza kusema kwa namna nyingine unaweza kuwapongeza kwamba alifanya kazi kubwa sana. Kwa ratiba ya Simba ya mechi zijazo ilivyo na kwa ratiba ya Yanga mechi zijazo ilivyo, bado nani unamwona ipo mazingira ya ugumu kidogo kuliko mwenzake kwa aina timu ambazo wanakutana nazo, japo daraja ya timu za chini hizi Simba na Yanga zimekuwa waburuza sana mara kwa mara, lakini kwa namna mechi naziona na wapi za msimu gisi ulivyoona, unahisi nani anaweza kuwa nafasi na ngumu labda kwa kushia alama tunaangalia hapa kidogo. Kwa mechi zijazo unaweza kaona Yanga mechi yake inayofuata atacheza na KMC. Itategemea na KMC atatoka nje ya Dar au labda atachezea uwanja pale pale kwa KMC Complex ambao ndio uwanja wake nyumbani. Bado itampa aweni Yanga sababu ule uwanja ndio kama uwanja wake nyumbani wa Yanga pia. Lakini Simba atakuwa kwenye uwanja ambao sio ni mwenyeji kimchezo, lakini bado yeye ni mgeni kwa sababu anacheza na timu mwenyeji wa uwanja ambaye ni JKT. Ambaye JKT na yeye sio ni mbovu, ni mmoja ya timu za daraja ya kati ambazo zina uwezo mzuri na huwa mara nyingi huwa zinamchallenge kila wanapokutana. Kwa sababu kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba japo JKT naye hajawahi kupata matokeo mbele ya Simba, lakini mechi huwa inakuwa ni ngumu sana. Lakini naona kidogo Simba atapata kazi kubwa sana ya kutafuta ushindi kuliko Yanga ambaye anacheza na KMC, ambaye KMC sasa hivi msimu huu ni timu ambayo ni kama imeshajikatia tamaa, inacheza kukamilisha tu ratiba, lakini kwa hata wachezaji wake ukiangalia ni kama mpoteza matumaini ya kubaki ligi kuu. Kwa naona kama Yanga atakuwa kidogo na uafadhali wa mechi za hivi karibuni watakazocheza nazo, kwa sababu Simba ana game 2 au 3 ambazo zinaweza kidogo zikampa changamoto. Ana game na JKT, ana game na Tanzania Prison ambaye anataka ajikwamue kutoka kule chini aweze kusalia ligi kuu, lakini pia ana game na Mashujaa. Hizo ni mechi 3 ambazo unaweza kusema ni mechi kidogo za moto sana. Sababu hao wote wanatafuta matokeo kulingana na msimamo ulivyo. Lakini wakati huo Yanga yeye atakuwa na game na KMC ugenini, atakuwa na game na Coast Union ambaye pia ni moja game ngumu sana. Lakini mechi ya 3 atakuwa na game na Dodoma Jiji ambaye Dodoma Jiji msimu uliopita kidogo chupa achukue pointi. Kwa hiyo bado ligi ni ngumu na bado mechi ni nyingi, labda tutegemee yale maajabu yatakayotokea. Lakini kama Simba na Yanga zikiendelea kucheza hivi, naamini Yanga ana nafasi kubwa zaidi. Ana nafasi kubwa kuchukua ubingwa kama akiendelea kucheza hivi ambavyo amekuwa akicheza. Asante sana Frank Vegula kwa habari hizo za kimichezo. Kabla ya kutamatisha kwa siku ya leo, hapa ni muhtasari wake.
Hujambo mtazamaji Matukio Daima TV na karibu Matukio Daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na jeshi la uokoaji na zimamoto Iringa wafanya usafi kuadhimisha siku ya zimamoto. Nini? Tunarudisha imani kwa jamii, tunarudisha upendo kwa jamii. Kama tunavyosema sisi tunaokoa maisha na mali. Kwa hiyo kwenye maisha kuna namna nyingi za kuokoa maisha. Mtatifikolo achukua fomu ya ubunge Isimani, atoa ahadi kwa wananchi. Sitawaangusha kama ambavyo sikuwaangusha huko mliko nituma kwa watu. Ninarudi nyumbani, tutakuja kusimama pamoja. Kijana Iringa atoa msaada wa mafuta kwa bodaboda kuhamasisha uzalendo. Tupende taifa letu, tudumishe umoja na muungano wa kitaifa letu. Na mpenzi mtazamaji, kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa habari siku ya leo, jina langu ni Rehema Salim na mimi ni Shamia Rajabu. Basi tukutane hiyo kesho. Umehitimu darasa la 7, kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Safe Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Safe Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua Safe Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe safecompany100@gmail.com. Safe Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Procter Kefu ni moja tu. Tofauti ya Procter Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Procter Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Procter Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Cave. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home